Namna hivyo Nelson Munema ananipa kijiti kudunda dunda viwanjani. Karibu mwana michezo, tujuzane masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa, karibu. Na moja kwa moja, wakati wa Tanzania wakiyasubiri kwa hamu mashindano ya mpira wa miguu ya Masoko Cup 2025, uongozi wa DRFA ambao ni wasimamizi wa mashindano hayo umekwenda kusimamia shughuli ya upangaji wa draw ya makundi kwa timu 24 ambazo zimethibitisha kushiriki kwake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salum Pelembo. Akizungumza wakati wa hafla ya upangaji wa draw hiyo, katibu wa kamati ya mashindano ya DRFA Daudi Kanuti ameeleza namna ambavyo draw imefanyika kwa uhuru na haki, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza tarehe 10 mwezi Juni na timu shiriki zikitakiwa kufanya maandalizi ya kutosha. Mantiki na sasa wakati wake umefika wa kujua nani atakayeanza na ataanza na nani. Mchezo wetu wa ufunguzi utafanyika tarehe 10. Tarehe 10 katika uwanja wa Bandari. Atakayefungua, timu zitakazofungua dimba ni haya kidogo nilikuwa na finyo hapa na mbosi stage hizo timu, lakini kwa namna yoyote inabidi mimi nistage hizo timu. Timu zitakazofungua dimba ni Mbagala Market pamoja na timu ya inaitwa Mbagala Rangi 3 Market pamoja na Buguruni Market. Huo ndio mchezo wetu wa ufunguzi, na ratiba itapangwa. Timu nyingine zote mtapata ratiba, mtajua mnacheza tarehe gani na mtacheza na nani, lakini mkumbuke kwamba mtacheza na timu hizo. Pamoja na hayo, Daudi Kanuti ameeleza furaha yake baada ya msimu huu kutangazwa kuanzishwa kwa mashindano ya wanawake katika Masoko Cup 2025. Hili jambo mimi nilitoa pendekezo katika msimu wa pili wa michuano hii. Pendekezo langu na kwa ile furaha yangu ni kwamba pendekezo langu limepokelewa na limefanywa kazi, na msimu huu Mungu akipenda tutakuwa na mashindano ya wanawake ya mpira miguu. Tukushukuru sana. Asante sana. Kwa sisi kama Amo Foundation tukasema si vibaya, hili ni jukumu letu, kwa sababu jukumu letu ni kuinua vipaji vya vijana na kuhakikisha vijana wanapata ajira. Soka ni ajira. Tumeona kama sasa hivi kapu la mama. Basi na sisi inshallah tukasema tutoe kapu la Amo Foundation kwa wanawake kwenye soka. Kwa hiyo mimi sina mengi sana, naweza nikazungumza mpaka jioni, ila tu niseme nimefurahi sana, naamini yanayoenda kutokea siku chache ni makubwa sana. Mashindano ya Masoko Cup 2025 yambeba kauli mbiu isemayo Masoko Cup 2025 sisi ni tiki na boli, ikiwa na lengo la kuunga mkono upigaji kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo. Masoko Cup 2025 sisi ni tiki na boli yameanza kupamba moto. Nikielekea jijini Dodoma, serikali mkoani humo imewataka wachezaji wa mashindano ya shule za msingi UMITASHUMTA kutoka mkoani humo kwenda kuleta makombe kwenye michuano hiyo na si vinginevyo. Zaidi na mwanamchezo wetu. Wito umetolewa hapa jijini Dodoma baada ya mkoa wa Dodoma kupata timu ya wachezaji 120 watakaoshiriki kwenye mashindano ya mwaka huu ya UMITASHUMTA mkoani Iringa. Na kaimu katibu tawala msaidizi elimu Justin Machela akawakumbusha wachezaji miiko ya kuwawezesha kushinda vikombe. Mkatuletee makombe. Na makombe yanapatikana kwa namna 3. Kujituma sana uwanjani, nidhamu na kupendana ninyi kwa ninyi. Mwaka juzi ule tulienda Mtwara, timu moja wamegombana bwenini, wamekuja uwanjani. Haya, akipasiwa mpira anakwepa hivi. Anasema wewe Mariamu, mimi usinipasie mpira tu, umenikwaza bwenini. Nao baadhi ya wachezaji wakaahidi kurudi na ushindi katika mashindano hayo ya taifa ya UMITASHUMTA
yatakayoanza kutimua vumbi mwezi ujao mkoani Iringa. Tunawaahidi wakuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, tunapoenda taifani tutaleta makombe zaidi ya haya. Na tunawaahidi hao wenzetu waliochaguliwa kwenda Iringa watatuletea ushindi kama sisi tulivyofanya ushindi katika wilaya yetu ya Chemba. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Shukrani Kuringe Mungi kwa taarifa hiyo. Nikielekea jijini Dodoma, jijini Mbeya, chama cha wahadhiri chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MOST kimetamatisha tamasha la michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, kuvuta kamba na mbio fupi ambazo zililenga kuimarisha mahusiano baina ya walimu pamoja na wanafunzi. Zaidi na Epimarcus Apolinari. Akizungumza mara baada ya tamasha hilo, katibu wa chama cha wahadhiri MOST Emmanuel Haule amesema tamasha limekuwa chachu ya kujenga mahusiano na utimamu wa mwili na kuitaka jamii kushiriki michezo inayoanzishwa na chuo hicho ili kuwa hamasa ya ujirani mwema. Kurudisha ile utimamu wa mwili kwa wanafunzi pamoja na wanafunzi, kwa maana kwamba muda mwingi tunakuwa tunashinda madarasani na muda mwingi tunahangaika kwa elimu na wanafunzi kupata elimu kutoka kwa wanafunzi, tuko site muda mwingi. Mwitikio ni mkubwa kwa upande wa watoto wa kike na walimu wa kike kushiriki michezo. Kumbuka hiki chuo ni cha sayansi na teknolojia, kwa hiyo asilimia kubwa ya wanajumuiya hapa ni wanawake pamoja na wanaume pamoja wao. Kwa hiyo hatujawaacha nyuma. Kwa upande wao, washiriki wa michezo hiyo wameeleza hali ya mchezo ulivyokuwa na faida za tamasha hilo kwa washiriki. Napenda kuambia wanawake wenzangu tujitokeze kwenye Wazazi, walimu na wanafunzi wa shule mbalimbali wameshauriwa kujenga ushirikiano na mshikamano zaidi miongoni mwao kupitia michezo na burudani kuwa ni namna ya kuwarithisha watoto maadili mema na upendo na umoja. Zaidi na mwanamchezo wetu. Ushauri huo umetolewa kwenye tamasha la michezo lililokutanisha wanafunzi, walimu na wazazi wa shule 3 za jirani lililoandaliwa na shule ya awali na msingi ya Trinity iliyopo eneo la Bunju B, barabara ya mazingira jijini Dar es Salaam, kwa lengo la kujenga umoja na mshikamano. Katika tamasha hilo ambalo lilianza kwa maandamano ya wanafunzi, lilipambwa na michezo mingi na burudani mbalimbali ikiwemo soka, sarakasi na kukimbiza kuku. Meneja wa shule hiyo Dr. Hilda Alois amesema lengo la tamasha hilo ni kuhamasisha michezo katika jamii. Kipekee nawashukuru shule jirani pamoja na majirani zetu na jamii nzima ya mazingira. Leo ni siku ya michezo katika shule yetu. Tunahamasisha michezo katika jamii. Nao walimu na wazazi wamezungumzia umuhimu wa manufaa ya tamasha hilo la michezo. Mimi nimekuja hapa kama mwaliko wa mzazi. Kwa kweli nimefurahia kitendo hichi kwa sababu na mimi mwenyewe nilipita mashuleni humu. Ni kitendo ambacho kinaleta umoja wa wanafunzi, lakini tukumbuke tu michezo si tu bali kuleta furaha kwa mtoto, lakini vile vile ni afya kwa maana ya kumjenga mtoto. Kuwa na hii platform ya Sport Bonanza ni kuonyesha kwamba wana ushirikiano pia na jamii ya hapa Bunju, lakini sio Bunju tu, na hata na shule za jirani na majirani wengine as well. Uongozi wa shule ulikaa ukafikiria, ukaona namna gani ya kuweza kuipromote shule na namna gani ya kuweza kutengeneza mazingira bora kwa wanafunzi kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuweza kushare vitu baadhi na wanafunzi kutoka shule zingine. Kiukweli ni jambo kubwa na limeleta faraja kwa sisi kama walimu, lakini pia kwa wanafunzi wamefurahia. Aziza Bakari, Channel 10. Shukrani Aziza Bakari kwa taarifa hiyo. Nikielekea visiwani Zanzibar, katibu wa Baraza la Taifa la Michezo Zanzibar BMZ Said Kasim Marin ameipongeza timu ya polisi Zanzibar kwa kupanda daraja na kurejea ligi kuu ya mchezo wa soka visiwani Zanzibar. Pongezi hizo amezitoa alipowakilisha waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo katika hafla maalum ya kuipongeza timu ya polisi iliyofanyika katika ukumbi wa chuo cha polisi Zanzibar, na ameeleza kuwa serikali itaendelea na utaratibu wa kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi wa vilabu ili kuepusha ubadhirifu katika vilabu hivyo.
kazi kubwa sana iliyofanywa na polisi, kwa sababu huku kwenye ligi kuu kuna mambo matatu: kuchukua kombe, kubakia au kushuka daraja. Lakini huku katikati huku kubwa zaidi iliyokuwa ni kupanda daraja, hasa kwa timu kama ya polisi. Kwa hiyo kufanikiwa lile ni jambo kubwa sana, tunahitaji kujipongeza sana. Lakini tushapanda, basi sasa hivi tumerelax. Maana baada ya mechi tulibahatika tulikuwa sehemu na mwenyekiti akaniambia sasa hivi mimi roho yangu kwatu kabisa, madhali tushapanda. Mimi niwaase tunawaambie bado safari inaendelea, na tunaamini hatua hii itatupa motisha mpya kuelekea katika hatua nyingine zaidi huko tunapokwenda. Tunatambua ugumu wa ligi hiyo, lakini malengo yetu timu ya Polisi Zanzibar kwenda kushiriki na kutoa ushindani mkubwa sana, burudani na kudumisha nidhamu ya hali ya juu, na kufikia malengo yetu ya kumalizia tukiwa miongoni mwa timu moja kati ya timu 4 ambazo zitashiriki mashindano ya muungano. Tunajua kwamba timu 4 ambazo zinashika nafasi 4 katika mashindano ya ligi kuu ya Zanzibar ndio timu ambazo zitashiriki katika mashindano ya kombe la muungano. Katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma Mary Makondo amezitaka halmashauri mkoani humo kuhakikisha wanatekeleza maagizo ya serikali ya kutenga bajeti ya fedha kwa ajili ya kuboresha viwanja vya michezo ili kutoa fursa kwa vijana na shule za sekondari na msingi kuibua na kuonyesha vipaji vyao kwa jamii husika. Tupate zaidi taarifa na Dita Nyoni. Katibu tawala mkoa wa Bimakondo ametoa maagizo hayo wakati wa kuzindua mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kwa lengo la kuwapata wachezaji 120 watakaoenda kuwakilisha mkoa katika kitaifa ambayo inatarajia kufanyika Juni 2025 mkoani Iringa, na kusema ukweli usiopingika, maendeleo katika sekta ya michezo nchini yamekuwa kwa kiwango kikubwa. Halmashauri kupitia kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo kutenga fedha na kupeleka katika shule hizo ili kuboresha miundombinu ya ufundishaji somo la michezo. Tutambue kuwa tukiboresha miundombinu hiyo itakuwa ni vyanzo vya mapato katika halmashauri zetu na kuongeza ajira kwa vijana wetu, kwani ni eneo ambalo linalipa mshahara mkubwa kwa muda mfupi ni michezo. Kwa upande wa afisa michezo mkoa Mwalimu Anthony Lwoga amesema na michezo hawa watakuwa kwenye maandalizi ya siku 4 kabla ya kuwapata wachezaji mahiri zaidi ambao watakao kwenda kuiletea sifa mkoa kwa kuhakikisha wanarudi na medali na vikombe. Hali yetu kwa mwaka uliopita haikuwa nzuri, kwani katika mashindano ya UMITASHUMTA mkoa wetu ulikuwa wa 22 kati ya mikoa 26. Hali iliyotufanya tufanye tafakuri ya kina kuona namna ya kuwezesha mkoa kuwa miongoni mwa mikoa inayofanya vizuri. Kupitia tathmini tuliyoifanya, tulikubaliana kuwa na vitalu katika halmashauri zote kwa kugawana michezo ya kujiandaa. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Namna hivyo taarifa yake Dita Nyoni kutoka Ruvuma ndio inaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa. Na sasa ni katika medani za kimataifa. Kunani huko kimataifa? Tuungane na msimulizi wetu kufahamu kinaga ubaga. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tutakwenda kuangazia ambayo yamejiri maeneo mbalimbali duniani. Tukianzia huko barani Ulaya, klabu ya soka ya Paris Saint-Germain PSG imefanikiwa kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia yao kwa kuifunga Inter Milan mabao 5-0 katika fainali iliyofanyika hapo jana mjini Munich. Katika mchezo huo, nyota Desire Doué alionyesha kiwango cha juu akichangia mabao 3 na hivyo kuwa miongoni mwa wachezaji bora wa mechi hiyo. Kocha wa PSG Luis Enrique pia alimtaja Ousmane Dembele kama mchezaji ambaye anastahili kushinda tuzo ya Ballon d'Or, akisisitiza mchango wake mkubwa katika mafanikio ya timu hasa katika mechi za muhimu za ligi ya mabingwa. Ikiwa Dembele ataendelea na kiwango hiki cha juu, ana nafasi nzuri ya kushinda tuzo hiyo mwishoni mwa mwaka. Ufanisi huu wa Dembele unajenga imani kubwa kuhusu nafasi yake katika tuzo hiyo ya mwaka 2025. Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanyika na gazeti la L'Equipe, Dembele aliongoza kwa 40.9% ya kura, akiwashinda wachezaji kama Rafinha na Lamine Yamal. Hii ni ishara ya kutambuliwa kwake kama mchezaji bora duniani msimu huu.
na huko nchini Uingereza. Klabu ya soka ya Manchester United imefikia makubaliano na Wolves kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa Brazil Matheus Cunha. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anatarajiwa kuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na United msimu huu wa joto baada ya kukubaliana kulipa pound milioni 62.5 katika mkataba wa Cunha na Wolves. Kiungo mshambuliaji wa zamani wa Atletico Madrid atasaini mkataba wa miaka 5 Old Trafford na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Mkataba huo unatarajiwa kukamilika pindi Cunha ataporejea kutoka kwenye majukumu ya timu ya taifa akiwa na Brazil baadaye mwezi huu, katika wakati ambao dirisha la usajili litakuwa limefunguliwa. Forward huyo amefunga mabao 31 katika mechi 76 alizochezea Wolves baada ya kukamilisha uhamisho wa kudumu mwaka 2023. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Na hivyo wetu Salum Pelembo ametupitisha kujua yale ambayo yamejiri katika medani za kimataifa, na ndivyo ambavyo tunatamatisha yale yote ya dawati la michezo kwa leo. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Baada ya muhtasari wa habari hapa, Nelson Munema ataenda kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Vyama vya siasa 14 vyenye usajili wa kudumu nchini vyaeleza dhamira yao ya kushiriki uchaguzi mkuu wa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano na ya Mapinduzi Zanzibar. Watu 31 wauawa ukanda wa Gaza na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya kufuatia shambulizi la jeshi la Israel karibu na kituo cha kusambaza misaada cha Rafah. Na katika michezo, draw ya mashindano ya Masoko Cup 2025 yapangwa rasmi, huku soko la Mbagara rangi tatu na Buguruni kutimua vumbi mechi ya ufunguzi. Kufikia hapo ndio tamati ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki nasi katika taarifa yetu ya habari, tunawashukuru sana. Katika lugha ya alama alikuwa ni Tito Makombe, Winga Teleza Witness Ngalawa. Katika habari za michezo na burudani, mhariri wa zamu alikuwa ni Saidi Meiko Alhaj. Mimi naitwa Nelson Munema. Bye bye.